imagine umeserve for 2 years umekuja Kenya alafu ule mtu mwenye expect akuja kutoa kutu anaringa kama dem mwalo aje kama dem wacha nikwambie aje kama dem uko like mwalo kwani kunaendaje? Let me tell you something. Mimi nilikam expect the person nimekuwa nikidate na yeye nikiwa majuu. Nilikuwa nditi na msee nimempenda, tumekuwa tumeongea mambo ya future, hata si mambo ya nini tuko naongea future, huko future. Ni future hata present. Nimse akona watoi, niko na watoi unacheki, tumeongea future. Kufika hapa adato. Wacha nikwambie wachiko. In fact, yeye ndio mnatafuta wasee wa yuko. But let me tell you something. You never know the person you're looking for. Alafu until you find that person. Alafu kitu inakuaga like okay, me I don't know kama ni mimi ama ni sisi. Ni sisi. Tunakuwa tu zile za ukipenda msee unampenda tu ile roho yote. Unacheki. Benye yako tu. I don't know hujua whatever akona doma na do. Unaona? Unampenda mtu. Sasa upende moyo. Unapenda msee wako tu hivyo. Ama hutaki kupendwa. Unapenda mtu unapenda tu na roho yote unaona? So uko like umejashilia tu unajua msee wangu wako huko unaona? Rekege kuere dokire mimi sijui what happened. Lakini zamani ni furia. Ni muongo. Ulikuwa unasema kwa TikTok ana mtu. Si ameishi kusema hivyo? Siko na mtu ngoja. Mimi nakwambia kwa TikTok siko na mtu. Nakwambia siko na mtu. But nilikuwa na that person nilikuwa na expect. Unaona? True. But wacha nikwambie expectation fail. Wacha nikwambie hebu depende. I swear depende. Sasa communication mkiwa hizo area ilikuwa fiti. Akiwa huku Kenya na wewe uko maji. Ako tu like babe uko fiti nini. There is something that came to realize. But there is something you came to realize. Unokiwa majuu, men's wanakuanga na a lot of expectations. Kutumiwa ganji ama hapana. Udebe kuja huku, si mimi na spoil. Nyana ni spoil. Ndio maana unasema ganji. Lakini yote mmoja sasa mimi suspect kana expectation jo, aniambie nimtumie do, niko majuu niambie unajua si tujua, ukiwa majuu mwanaume kwamba nitumie do. Unajua mwanaume akona expectation unacheki. Huyu mtu akwambia usimtumie do as in love iko pale juu babes unafeel heaven kwa airport anakwambia babe sina kukujia. Kwere wewe uko boka kinete unauliza boss ai kwani siku inafika lini jo unapiga best yako hata ngombe unapiga best yako from the date 1 hiyo month na sasa unaenda end month akiwa babes hii siku itafika kweli ni home. You meant to see this man. Sasa ukikam kwa airport mambo yanakuwa like for me let me tell you something. Pangu niongea pangu personally. Mimi nilikuwa na date mse. Hiyo time nilikuwa kuja nikamwambia babes na kama hadi ananiambia unajua nini sikuji juu nakupenda. Nakuja juu umekuwa a true friend to me. As in ile time nakunid umekuwa. Hiyo time certain ananid financially. The problem is you never know who you are loving until you get into that person until you get into mwalo. Sasa mwalo nikatie ninge box ya mwalo ndio utajua mwalo who is mwalo. Yeah, but don't let me tell you. Sweetie, unaoki huko you will never know who is mwalo. Huwezi jua. And then until you come and then sasa nile umepata na mwalo nini alafu kidogo mwalo anakupiga anakunyamazia. Alafu ngoja hata kama ulikuwa na mama kitu kenye iko kumenyamazia. Mna mind mtu. Wacha nikwambie as long as nakupenda even if you have a wife it's good to tell me. Okay, sikuwa najua kama you have a wife, si ndio? But nipo kiniambia kitu ya kwanza but nikikwambia sitakuwa like no let me tell you as long as I love you anakuwa na bibi me I'm okay. Undafanya nini kuchinjide nishakupenda in fact nani mwalo let me tell you something mwalo let me tell you something ukiniambia uko na bibi I will know my limit. Unacheki kama nilikuwa nimeweza kukupigia every day every time nitajua mwala uko na wife utapunguza mapenzi hadi lini. Wacha nikwambie kuna communication unacheki ikifika nitajua this time mwala ameweza kunipigia from 9 to 10 unacheki from 11 meaning wacha nikwambie as long as you have a wife na mimi nakudate iko ile kitu tunasema like
as in my side mimi nikijua uko na wife kuna ile nenye napendaga amani, so una time kwenye unapewa amani kwako still ukikuja kuongea na mimi you are free, you don't feel fit, unaona. So sisitaka mkosana na wife alafu kuja already radha yeye wako na usipata manzi. Thank you. Na niko acha nikusupport hapo baby girl. Let me tell you something, Dubs. Una sahi ukiwa free na bibi yako, mko happy na bibi yako, your wife na kwa nyumba, mko happy, mko free, mko sawa. Hata na mnadinyana hadi kwa kama side Ndio Maria Jack. Mimi ukininyima seke lazima unijue. hadi kwa kama side chiku kikam utakuwa free, utakuwa happy. But kama kwa yuko happy, let me tell you something, you'll never find happiness in me. Cause each and every time ukiwa juu yangu utakuwa my wife. Ai baby yangu. So you'll never be happy in me. So be happy with your thank you. Be happy with your wife, then you come to me as in your happiness inakuja inakuwa more, ndio? Inakuwa so kitu mzuri so basically nataka kusema men who are married and happily married ndio wana get massage kwa fiti. Let me tell you something. Unataka na mimi kwenda kubomoa kitu. Acha niseme kitu sahi. Wanaume matajiri. It's very hard. Upata mwanaume tajiri, bibi yake kijua bwana yake ana cheat. It's very hard to react. Kweli. It's very hard to react. Juu mwanaume ako na do, si ndio? Ako na do. So ile happiness, ako na pesa, each and every time bibi yake kimpigia simu, nataka pesa ya nywele. Hata ongei anatuma. Watu wanataka hii, anatuma. Nini anatuma. Tete mdoja aodhia kunywa kaika obeharia. Anakunywa pale keki. Alafu babe, babe, nilangu imeharibika. I need 3,000 or 4,000 tunaweza nywele yangu. Weka ina goma. Mimi niko hapa nagonga keki ya so niende home ama vikombe mbili 160 nagonga vikombe mbili nikapata usingiza na nimepe 4,000 ina goma. Aje. Haiwezi. So mimi kitu naambianga mtu, if you fell in love with the man who is married, try to make sure that person. So girls do fall in love with married men. Yes, of course. By the way, that is our tag. So girls can fall in love with married men. They do. Wacha nikwambie na hakuna kitu tamu kama unapenda mtu. Me as long as I love you uko na wife, me I'm okay. Ili love kenye nafaa kupata napata, I'm fine. Unaona? So mimi hakuna time to try use my wife. God. So sina shida yote as long as uko na bibi na first time umeniambia baby but make sure uko na wife na niko na watoi and I'm okay, but make sure sweetie ako open, make sure I tell you it's okay babe, but make sure you as a man unakuwa open to me. Number 2, usikuje kunibragia bibi yangu amenifanyia make sure kama kunibragia bibi yangu amenisupport. Nilikuwa na kadika 20,000 na amenisupport but I will be happy. Lakini kuna nataka pia uchangamke unisupport. No problem but I will be happy. Let me tell you something. Jumina sipingi bibi yangu like it's normal. But let me tell you something. For me, let me tell you something. Mr. Daranya hiringe tu kweli. Si mara moja nimekatiwa na mwanaume ako na bibi. Unaona ako married. Happily married ama. Yeah, happily married. But me ufreyo in quotes ama. It's not in quotes. Ile reality. Hiyo reality. Nimekatiwa na but the good thing me ufreyo mwanaume kuja kuniambia mimi sijakosana na bibi yangu. She's in good hands. Watoi wanasoma nalipa hao, we are eating good, anapewa fiti but hata kama napewa that fiti, there is this thing I lack. Unajua men are men. Unacheki men are men, we cannot change that. True. Unaona? So akuja niambia lakini I have seen something from you kutoka kwako yenye naweza taka yenye nanibamba. Unacheki cause hata tukua wanawake tuko na vitu tofauti, like me and her we are best friends. Unacheki
best of friends. But let me tell you something. We have two different days. We have things in common. Hata nyash ni different. Everything. Vibe yangu Iko pia different. Vibe yangu mwalo si vibe yake. Unacheki? We are two tofauti. Lakini unapata kuna msema anakuja anatuambia aje. Hey, let me tell you something. Hey you guys, hapana. Unapata tumeenda place, msema kati ya huyu and kati unacheki. Juu kwa watu wawili tofauti. So mimi ufurahia mtu akikuja kuniambia bibi yangu amenifanya mimi na bibi yangu sasa tumekosana. We are in good terms. Tuko hivi na hivi na hivi. But Mwalo wanasikiza na nguvu. Homework. Hapa mnamtupea matips zingine. Sio tuanze kutumia ama but ni kwa open. Atu agree na cheating. Cause pia mimi sasa yuko anauliza naweza taka huyo bwana mwenye anapenda ni gumu. But imagine wako that man mwenye kwa pale hivyo anasafa na mapenzi. Alipewa mapenzi labda ana nikafele labda ana the same na watu wengine bali let me tell you something. Mimi nikajaribu nikalioa mwala nioe kwa miguu yangu anakaa huko chini. Ndio kitu tunaogopa man. It's because let me tell you something. As a man, stand like a man. Unacheki? Even it doesn't mean that sababu una do una sauti. Wacha nikwambie. Unaona mimi nikiwa dem. Tuseme mimi ndo niko na do, si ndio? Una do. Let me tell you. Mimi nikiwa na do. Wasi una do. Tunataka like ukiwa man usend like a man mimi nikiwa na do na wewe ukiwa chelewa. Lakini mbona nyinyi wote mna insisting kukuwa mani kukuwa na ganji? Ngoja hakuna vile tutakuwa sio vile tuna ganji tunapelekana wapi? Yenyewe. So tutaje kusema like mimi niko na do wewe una do ama uko na do na mimi sina do, si ndio? Let us assume mimi niko na do na wewe una do, si ndio? As long as you're my man I'll support you fully. Unaona? Until the time utakuwa stable. Bora ukwe loyal. Shida yenu mnakuanga impatient. No. Let me tell you. No, 2 months mshaanza. Ngoja. Mimi nasema on my side because sweetheart. Mimi nasema on my side. As long as you're my man, na una do na mimi niko na do, mimi I'll support you until ile time utakuwa stable. Hata mwaka. It doesn't matter as long as they love you. Kitu ile important. Wacha nikwambie no. What matters to me? No. Come to me. Kunipeka it doesn't matter. But what matters to me? As long as you love me. Na mimi mwenye nakupenda na you love me. Okay, me as a lady is like kupenda. Tuachane na story ya do basi. Ngoja nimalizie. Acha na kitu it doesn't matter. Amogotiri ado. Let me tell you something. Duberi. You can hana pesa. Ana karungo. Kafamuka ikenda kiara huwa. Kafamuka sukubeko na kiara. Let me tell you something. So set simati kwa madems. Okay, wacha nikwambie. As long as unapenda mtu, unakaya na you okay. Unajua nikiwa nakupenda. Sasa ukwe una do na una njoanga. No. In short, let me talk that. Let me share a story. Mimi nimekuwa married for more than 6 years. Sawa? Nimezaa watu watatu na one person. Huyo msemo nichumeza na wewe watu isijemhanya. Sawa? Like could cheat on him? I have never cheated on him. Nimezaa watu watatu na yeye. Na mimi huyo mtu ndiye kane goma, kane setani, kane do. I never know. Let me tell you something. Mlikuwa nani mnaelewa stories za mapenzi ni sawa ongeni watoke. Me try figure out Kenya alikuwa amenipa aki me try siku baya but me try kufigure out juu sasa ndio mimi uona saa hii. Huyo msee mimi nimekuwa nikilipa rent ya hao na mimi nimekuwa nikifanya anything. Let me tell you something. Mimi nilikuwa nazaa hao watu wangu watatu nilikuwa nazaa within 3 weeks or 4 weeks niko job ya kufulia watu nguo na kuosha mshaanza kudina. Kufanya job. Nilikuwa job ya kuchangamka job unacheki. So nashindwa huyu msee sasa ni nani anafanya vipi? Na yeye alikuwa na do
unasikia sijui kumfanya tena fanya vizuri anampenda nini alikuwa na job ama Duviare yako nenda kuleta na pesa kwa girigana le mwagare ya 20 some ranger by that time. So you are the boss. I'm the boss, but my question was but alikuwa anaenda unajua unaweza mbai alikuwa anaenda job ama analalisha tu. Ora sivera le botule kedoro kana kwa doko. Unacheki. So I was like huyu msee tikoje karaje kaga igwa bega. Unacheki. Siku lakini kitu analeta kwa meza anasikia vizuri analeta du. Basi nile kumpenda uone kama kosea yake. Kama niko nifanya ananifanya nasikia vizuri. So madem unaweza penda msecha huko. Wacha nikwambie Sweetie. You know mimi nakuwa na one weakness as long as nakupenda mimi nakuwa just fully to you. What takes you to love a person ama it just no inakuja automatic you come automatic even uwezelezea but wacha nikwambie me I have that problem ya kupenda mtu mimi nikikupenda nakupenda tu nakupenda wewe and I never cheat. Sijai cheat kwa mtu yote napenda. Even me have never. But sijui kama ni vile nafanana ama whatever. Wanafikiria tunawa cheat. I don't know. Lakini babes wewe kwa kuna tubagato afikiri wala cheat. Walai. I'm telling you mimi nimesafa. And yeye anafanya nisafari. So when was the last time you guys dated like you Shan? Yo. For me, let me talk the truth. The truth. Mimi nimekuja for 20 days, si ndio? Nimekuwa Dubai. So for me, nimekuwa nikidate online until I came here nika realize I'm dating myself. Ona huyo mse najiteka but in real sense najidate but still nafuata huyo mse kashiet tunampenda bana mpenzi wewe mapenzi kwa unacheki napata najidate but ile design napenda huyo mse unamtrace yo najipata bado namtrace. Unacheki mpaka anajiuliza what's wrong. Wewe masi unaonaje historia? Historia ni ngori buda. Ngori sana. Sasa venye ulikam huyo mpenzi amjagongana bado ama kaya bora tuambie ukweli. Tusijua tujakuzana. Acha nikwambie si nilikuja na nikakuja usiniambie tuambie sio na waambie let me tell ambia hadi mabio hadi penye huko ajijua. So when I came here mimi nilijua ndio mtu wangu unacheki na siku ya kwanza ni 20 days kwa sababu kirembo thenya wa mbere ndio kirembo si I know I went to him because he's my person unacheki. So venye nilienda ule mwenye amekuzalia watatu no wewe before and then after kuenda hiyo imekuwa history. Huyu mlimito wapi? Online. Ama ni pale tu kwa live video. Unajua tumapenzi fulani. Wacha nikwambie nani sijui nani ni wanani nikaona yeye. Si lazima ikuwe TikTok, si lazima ikuwe Instagram, si lazima ikuwe Tinder. As long as it's online. Lakini Tinder kubwa. Hadi si Tinder like for us tuko na kitu tuko na online najitanga hiyo jitaje it doesn't matter tuambie no it's online so si lazima educators tunaweza kutampoa huko si lazima kwa timpo na mtu wa TikTok kama nini wapo kutoka online every platform iko free unacheki so huyo wangu nilikuwa nimepata platform almost to same but platform okay online online so online dating tumekuwa online all that long nimekaa tumekuwa pamoja mlikuwa mnanyonga online ama hapana hiyo ni kitu sijaifanya and I can never do that naona mpenzi lazima unyongeshe mtu online kwa mimi ndio kama kunyongesha mtu unapendwa nani anasikia fiti sana sianyonge kama alikuwa ananyonga before sitaka nyonge basi mnanyongeshana na benefit na nini mimi mwalo that nonsense wacha nikwambie that is nonsense mimi najua if kama kuna Mr Dixon is nothing for me I believe deal ni kukam for me I believe deal ni kusikia Mr Ebu happiness endelee for me I believe kama mtu anakupenda si lazima mkwe na hiyo kunyongeshana unacheki huyo msi kama anakupenda kuongea tu kwa simu hivi anaweza kufeel si lazima mnyongeshane hatuwezi kama imagine once you can
As long as you love that person. So meaning nyinyi kwa hivyo so baby if una date mtu unataka kunyongesha long distance for me you are it works. I believe it's work. Na mbona mna complain sana? Na mbona mna complain? That person nebaru sosomani na baru itare yao. Mlipewa mbavu ya wenyewe. Sasa hapo ndo shida iko but unajua love story ya happiness iko interesting. Me I thought the guy mwenye walianza na yeye. No. So umse amekufrustrate in 20 days. Mambo inabadilika. Umse bado hajafrustrate cause bado alikudinya fiti. Ndio shida yake. Because the problem with us girls, not us girls, but the problem with those people who love more. Jumi myself mi upenda sana. So the problem with us when tunye tupenda sana tuko na kasoro moja. Hata sasa nikukasirike ndio umenipenda. Nikukasirike niseme this person amenitenda, amenifanya, hata nikublock, nitakuwa unblock tu. Na the moment atupigia tu simu hivi na cool down. That's us. Na msweda nganyana madem. By the way niseme hiyo kitu. Dem anaweza jichocha. Hata mimi nakupata ya wale madem wenyewe na kutumia text. Nikena 2 hours wanaojasoma na delete zote. Ya nini sasa? Ni ego hiyo. I think you have some ego. We feel bad. We'll feel bad because we feel like hamna time yetu. Because we feel that time. No. Let me tell you something. Mimi nasemanga mbona before let me tell you. Sindio silikuwa napiga issue sindio? Kipatana ulikuwa na issue. I know every labda Saturday on Friday uko na issue sindio? Why it change? Vile tuko tunaongea it change. Why? See maybe kasusu katani. That's my thinking. No. Akuna. Because you men mentality you each and every time mentality you na kwa. Iyo I don't know but it's okay. Si ukosea na makosa yenyu ni nini? Hebu leo mtuambie juu. You talk so much about us men makosa zetu. Zenyu ni gani? Mimi wacha nikwambie mipango. Even ile tukibreak na mtu mimi I always ask. Shano wewe makosa yako. Ngoja nikwambie ndio nataka kujua hata mimi nataka kujua. Mimi I always ask. Nini nimekosea at least nikipatana na msemo mwingine nisikafanya same mistake. Unajua anatafuta hiyo makosa na nakosa yeye mwenyewe anashinda kuniambia. Mwalo. Anashinda kuniambia. Can I tell you something? Can I shock you now? Do you know me till now? I shall talk to my exes. All of them. Na set your ex, hiyo time tuliachana na yeye ilisha na ikaisha but still we talk. Do you know that? Na ex unaweza mgei. I can't. Ilisha. Hiyo ilikuwa hiyo time. Kwanza na kama brother. No, do you know the reason? Do you know the reason why? Juu napatanga huyu mtu si mimi nilimkosea. You men, what you do, let me say what you do. Unapatanga mwanaume anapata dem mwingine mali fulani, unacheki huyo dem, I can try maybe huyu dem nimempenda maybe ako better than the other person. Unacheki. So unasema kama mwanaume let me try. Unacheki unaambia dem mwingine nipe time kiasi. I'm busy. Unamwambia nipe time kwanza. I need a break. I need a break. Anataka goli ya terera. Wewe kafo. Mtaanza kwambia I need a break. Kwani ni mwini mayai? I need a break. Mtu anakuja anakuweka like imagine unaenda kwa barabara, si ndio? Umebaki hapo yako, mtu anakuambia I need a break. Uweke hapo kikapu, then you go, unaikujia after hiyo break ikisha. Mtu anakuambia by the way let me tell you men. Kitu kile mnafaa kuchange. Ukiwa mwanaume, usiumize ude manzi. Wacha nikwambie, like mimi saizi. Wacha nikwambie, I have 2 kids, but nimekuwa kwa relationships even if it's 1 or 2. Body count yako ni zero. Mwaka ni mpya ni zero. Mwaka ishaanza. Sasa tuko Mei. Kwani kuja nini? Bado iko zero. Wacha nikwambie. Usikwe hivyo shana. Kwambie tu. Okay, wacha niambia wanaume. Let me tell you this man. Wacha niwaambieni by the way it's good like men kikosea tell me niambie direct. Yeah. Wacha nikwambie babe. Unaona hivi si poa. Mimi nimesema sipenda. Na kaona ni ball. Na that's the reason. Mbona ni ball. Niambie hizi niumiza. Wacha nikwambie on my side. On my side. Wacha nikwambie on my side. And talk what's in your mind and heart.
wacha nikwambie alafu usisahau kitu moja. You have a heart, I have a heart. Ujue vile unataka kufanyia usilifanyie. Imagine me I have a heart. But this guy anaona like heart is for pumping blood. It's okay. It is for pumping blood. But and why do you love? And why do you love? Why do you love? Why do you love if heart is for pumping blood? So go and pump your heart there. But imagine it's bad. It's bad. Totally it's bad. Yeah. Watu wengine wacha nikwambie. Ukipata demu amefika the point that please kenye niko sitaki kuwa tena kwa relationship unaona wacha nikae mimi nikiwa mimi kama Shan sitaki mwanaume kwa maisha yangu you see unajiuliza why kwa sababu nipata na msee ameni hurt hata niambia reason kitu nilimfanyia then amenyamaza unaona ni kuboeka haina shida perspective yetu wacha nikwambie sikatai anaweza boeka or whatever si ndio but hata kiboeka unajua mimi naweza boeka na niboeka na wewe usipose wacha nikwambie hata mimi naweza boeka na niboeka na wewe si ni kweli so kitu kenye iko so vile unataka kufanyia usinifanyie baada tuko na roho kwani wanadhani sisi tuko na mawe yetu ni roho baada tuna feel vibaya wacha nikwambie ushipata demo anakupenda ushipata wewe ukiachalie ushipata demo unapenda manze unaona demo una feel vizuri unaona hebu imagine demo kikwat imagine demo kikwat Those sasa squeeze hadi ni kama kuatiana ni mambo tu iko ama aje hapana mimi wana maboi wengi hatupendi kuambia dem to the face ati hapana ambia mtu wacha nikwambie hiyo ni kitu watu wengi sisi kanyi ngoja nikwambie kitu moja wacha nikwambie mimi nasema mimi siwezi safa kwa kuniambia ati Shan pale imefika wacha tu break mimi hizi ni heart sasa ni heart kushukishia utamwambiaje wewe tuseme Mori amekushukishia na boy wako amekuboni sinamwambia tu mimi nakwambia by the baby wacha nikwambie by the unajua mimi niko nakupenda namwambia baby tunajua nakupenda but this and no mimi global tunaenda nakwambia tu hivyo unajiita nani wewe unajiita nani Shangafo the one and only Bobolicious Jack. And then I have another, but I have 3 accounts. Only happiness. I have Baby T. I have Bobolicious Jack. Damn hizo zingine zote baki na Shangafo. Hiyo ndio inakula. Hata Baby T nakula kama shit hebu mwambie. Wallahi. Uko na followers wangapi sasa? Second kwa Bobolicious. Ni mpya na kwa 24.2k. 24. Wala. Na mimi yangu na ni yako wale na ni hata nili hata kiagiriza oratiga agirigere lakini Shan maybe wana gift wase huyu ni gifter kaya ni gifter ni ngienda vya kugaweni nyamuni kuheana bana leo kuheana kwa uguo wega bado Agagwere no matire ne matururo gira weka taweka otkomo gimaka mbona no atirire wacha nikwambie that's why nimekwambia like ukifeel like wanimsebeneza naye mwambie tu vizuri amka tu asubuhi uniambie like Shan ndio vile mimi nimeona no si ngumu kwambia demu mfeel hapana si kumfeel unaweza ambia demu mfeel si ufeel ngoja mwambie unaweza ambia demu ngoja kwambie sasa tu kwa hiyo na feel demu au zile na demu mfeel tonge tu kweli unaweza sinaweza kufeel alafu nisikie sikufeel hapana acha okay let me tell you something si wa feel acha na chukua bado ni madem hapana ngoja nikwambie mimi tumoja najua badala wacha niwaambie unaona nyinyi mkiwa men sometimes unafanya sisi tushipenda na ndio unapata dem anakaa unashangaa dem anakaja peke yake na wacha nikwambie anataka peke yake anataka mwaka moja miaka mbili wacha nikwambie anataka mwaka moja 200 3 5 na utaimwona mwanaume kwa barabara unaiona mwanaume akipita kwake unajua ushijiuliza kwa nini umeniumiza mbona uniumize alafu nipatake kwako niko mwingine niumize unaexpect nini nikupenda hiyo imeisha si unafaa pia una explore kwa mapenzi hapana nabaki na self love nabaki na self love hapana ni watu umebai madildo kazo nifanye nini madildo tumiangi dildo ai maza kupeleka wapi wanachukulia mkono sheria wanakuliwa na mkono kapi na wote wanatumia according to their satisfactions but kunao wenye kwani satisfactions zenyu
okay. Mimi yangu ni Mr. Dixon. Any kitu interesting. Wachana Dixon Monene. You've been abroad for some while. Yeah. I know making love abroad can be a bit tricky. Yeah, sure. So how do you survive, you guys? We survive. First thing. Be honest. Oh yeah. I'm so honest by the way. Let me tell you. The moment nimemaliza kwanza nakumbuka kote mimi nilikuwa na kimudi kimbaya. The water geto kana mwanade mwikiyoko. I swear nilikuwa miezi tatu. I swear nilikuwa kwanza. Guy kutu sasa. Nilikuwa na mudu mbaya kama shetani. Ndio naomba unaosha gona na ndio mwenye sasa mwikiyoko. Lakini yote nikwambia. Kitu inafanyanga msichana kuwa na mambo. Mbaya. Wacha nikwambie if traditional angewai kama ujui kunyauja hivi. Wacha nikwambie sema traditional wewe. Free mtanipea. Hiyo ni yako. Not all people wanajua kuja kunyonga. Wacha nikwambie unaona ni team anti nyonga. Wacha nikwambie mimi kioko hiyo message nilikuwa na mudu mbaya. Nio ndio ndio na mudu toshio. Kumari dada shida. Niko agamote. Zapo nilikuja kuja baadaye kumbe niko saa mti. Lakini nakwambia mti ni tamu. Ai mti ni tamu kama shit. Wacha nikwambie. Waginya mudu wako rutawira. Alafu everybody ma house help. Ukiongeleshwa usikumrudishia. Utafute burungo. Wacha nikwambie. Lakini wacha nikwambie unaona message ya kwanza vinilisha nikakuwa fine like leo ni doka ye trifo kia mwisho wa mwezi kana rosine oga kana boso ne okelile doka ye unaona kia mwisho kia mwezi ndio ya trifo ya kia bura hii trifo ya mvua so niko nafungua nini nafungulia hita ekada mora magaita bomb ikare kakora ngaumaza koro ni huo sasa inarudia kwa fiti unaona wacha nikwambie unapata dem by the way vile nikuja ku notice unapata dem hata itaka kupata na jamaa pahali wallahi ili inafanya ukiwa dem imagine umekuja city umeserve for 2 years umekuja Kenya alafu mtu amefanya usafi tena na uko na yeye huku hivi imagine like for me let me tell you something. Come on Dagi, let me mara moja. Chance tutaki and it's okay. I understand. And it's okay. Ushe notice nilikuwa na kitu moja. Unaona kama sasa hivi like share mimi sikutaki. It's fine you me. Hadi gigwa kido but ile heartbreak ndasafa ndani yangu. Ile time Kenya nasafa na wewe like aki babe, mbona nifanye hivi? Hiyo naumia. But kuniambia Shani nitaki, mimi siwezi umia. Na si utaumia tu ndani. Hapana, naumia wote tumeshaenda. Sikutaki. Umeshaenda naumia na nini? Kenya inafanya mtu anaumie. Unaona hiki ndio unanyamazia na kutext reply. I called you don't call me back. Unipick call zangu, you make me suffer. Like for me acha niwaambie kitu. Ile place mimi huko ni Dubai. It's a free country where you can meet all kind of people. Kuna Cameroonians, Filipino, kuna Bangladesh, Pakistan, all those people, Kenyans, Ugandans wamejaa huko unacheki. Alafu unapata nimekatiwa na msee from Nigeria. Lakini la design ya siko idha. Juu niko na msee Kenya. Unacheki na chore juu niko na msee Kenya. Alafu msee ile design na panel design sisi za kumcheat, sisi za kumplay tu mnabonga. Nimekuwa mloyo leo. Unashikwa mloyo ile hadi kinagaya igoro ni ana by the way msee. Umsana deserve. Mbona upigwa na kutu na yet kuna watu. It doesn't matter kwambie. Unaangalia kuna mtu yote because uko na kutu no. Unaangalia Kenya pia na mnaweza. That's what nimekwambia. Unaangalia kuna mtu yote juu kuna kutu. Unaona mtu tunampenda. Like in our country hiyo Dubai ndiko acha nikwambie kweli na sikufichi. Dubai if there is an expensive thing you do it's hospital. Kama kuna kitu uta regret kwenda ni hospitali. Kwa nini doi iko juu? Ganji. Hata ukiwa na insurance lazima kuna pesa utalipa extra juu. It's very expensive. So na prefer uko ile design ya hapana. Sisi alafu let me tell you something. A short story. Kuna group nilikuwa by that time sisa hii juni tokanga. Hiyo group unapata sweetie mmenge group. Mkingia group unapata mse amepost Nigeria. Ni mtu wangu. Huyu mtu karibu wa dem 10. This is my person. So I was like yo kama wewe ni msemaji kwa watu 10 mwenye mimi niko naye na ajulikana kwa WhatsApp kwa watu hata kama ni
kutu, you don't feel for yourself. Kuna ni ile kenye nitakuwa self love lazima kuwa na self love na kuwa na self control doga kora usikwe like ati juu nimekuwa na wewe ni mwanaume nataka mbona nitake juu nimekuwa na wewe ni mwanaume lazima kuwa na self control. Lazima. Na acha nikwambie hiyo ndio imetufanya tukafika hapa kwenye tuko. We need to have self control. Na hiyo imetulead hadi saizi. Na acha nikwambie mimi you man wewe nilikuwa na date wewe. Acha nikwambie imagine anafanya nisafe bure. Imagine nampenda. Anajua nampenda. I don't date anybody else. I don't double deal. Hiyo ni kitu yangu ya kwanza. I don't double deal. Mwambie asikie mali yako asikie. Baby let me tell you. I don't double deal but you make me regret kukupenda. Imagine you know why? Jua vile anakudoa. Imagine ananitreat badly like ana mshukiwa. Imagine kama mshukiwa like babe uko wapi? Ushaona umekolewa simu kwa kushika. Hai. Bara. Sasa umelala. Umepiga simu, hujashika call na umelala. Sasa sijui kama alikuwa anataka nisilale, I don't know. Asubuhi kwenye nilikuwa nimeenda. Imagine surely. I don't double deal. Nampenda tu yeye mmoja. Imagine anafanya naumia juu yake. But it's okay. It's okay. Kila mtu na God anampangia mtu pali pake na pali kwenye atakuwa, si ndio? So, it's okay. I have nothing to say. Mimi najua bango I never double deal. I never double deal. Unaniumiza. Mbona niumize? Je kumpenda? Niumize mzee. Mbona niumize je kumpenda? But it's okay. Mtu anafanya vile anapenda. Kabisa. Mwalo. Unasema even me I don't double deal. But I came the person who I was not who was dating. It's like hata sasa ni kama niko kwa situation unacheki but au niambia the birds of the same feathers flock together. I don't know akimaanisha nini hiyo but let me tell you something. Nokoro ogesera na modo huyo mse na usiharibike juu yake. Usiharibika juu yake. Ngoja Alafu another thing, nokoro ogesera na modo for me I'm a talkative person. I'm a friendly person. Jaragi amono so my friend also for her we talk a lot, by the way. We talk a lot, we joke a lot, we laugh a lot, we are friendly in each and every way as in tukaro hamwe but napata huyo mse juu maybe alijua my friend earlier than me alichukulia venye best yangu yako ndio mimi niko unacheki as in ndio higi wata but let me tell you something. Can somebody change you kwa sababu okay let me ask you have your friend sindio anaweza kuchange like kitu utumie juu ni your friend? No, it's very hard. Kitu ya kwanza mimi najuaga if you want to change you'll change utachange juu yake utachange unataka kuchange sindio? True. So mimi najua kitu moja happiness doesn't change. Mimi am Shan na nobody will never change me. So wacha nikwambie like mimi nikiwa Shan mimi ni Shan. Hakuna siku yenye huyu atakuwa mimi unaona. So me I don't care. Na whatever watu watasema happiness atachange Shan, happiness arrange change. Kwa sababu mimi naitwa Shan na stay wacha kuitwa Shan, si ndio? Mimi najua kitu moja kama natumia maji happiness izifanya nikuje pombe juu yani happiness. Yeah. Nda change so mimi nataka kuchange nikuje pombe. Dosi nasikianga ukitembea na 7 millionaires probably no. Unless you yourself you have accepted to be the 7 millionaires. Wewe mwenyewe ukikubali like for me let's say Mwalo for example let me say maybe you are a thief, she's a thief. Sindio? Mimi si mwizi. Kweli. As long as I want to be a thief lazima nitatembea na nyinyi wote ndio nikuwe mwizi. Unazaleme nao wote lakini kama hawezi iba unaona ile hapana mimi siwezi enda unaona ndio ni ngumu sasa kama tuseme natembea na nyinyi obviously nda kuinfluence ama aje ndio nakwambia lakini wanaume yote kwa roho ya mtu lakini wacha nikwambie it depends on the person. Let me tell you unajua wanaume mnafanya watu save kwa kitu yafanya like hapana msilalamike ngoja
ukiwa mwanaume unajua kile mtu anasema opinion yake. Wewe ukiwa mwanaume unafanya tusafa kwa ile makosa tufanya nini? Like imagine nimekosa kushika simu yako uko like uko kwa mwanaume nilikuwa umeenda whatever. Sasa nimelala kwa nyumba. Sitatoka kwa nyumba. Nimeshinda kwa nyumba nimetoa form nimesema no si ndi pahali kwa sababu nataka kwa nyumba. Unaona? Alafu narudi na nilikuwa mahali fulani. What is that? Si labda cover protective. Anakupenda. Naskatai. And that's why I was saying that see Bekwa overprotective. And it's okay. Even me I love you. But also it's good to know first, to trust and to know your person. Ufai kunijudge kama hujaniuliza. Like kwenye ulikuwa umelala, hujaniuliza babe, ulikuwa kwa nyumba jana. Wacha nikwambie me on my side and I will or I will do what? You will never. I will and I will never lie, by the way. That's me. For her, she doesn't know how to lie. Mimi siju kuongea uongo. Kama nilikuwa nje, si nimeenda nikalewa. So nini nyingine itakuwa like kwedo, she's my best friend, but for me I can lie. For her, she doesn't know how to lie. Influence yeah. For me can lie. As in change. Because that's me. Yeah. Saizi ndakuja nielewe, si ndio? Maybe nilikuwa nasema sitasema kitu fulani or whatever, but as long as ninasimia maybe my babe na hey babe, you know what, siko kwa nyumba. Unaona? Acha nikwambie. Unaona like sisi tukiwa madem tunapenda wanaume, but nyinyi wanaume mnafaa kutupenda. Unaona? Tunawapenda pia sisi. Mnapenda hadi kwa tusafe. Tukatai mnatupenda, but mbona mnafanya tusafe? Mnafanya tuchike kupenda wanaume kwa nini? Sana. Acha nikwambie. Ile love tuko nayo kwa wanaume. Tunataka tu regret. I swear, mbona umependa msee? Unaweza pata dem amejikisha mwenyewe, amejikisha like hata utaimuona kwa barabara ikipita na mwanaume, ako tu na sikota moja hata apita mtu fulani. Kuumizwa kweli. Sisi kuna kuumizwa. Ni kuumizwa. Si kuumizwa na apita na mwanaume. Sweetie, let me tell you something. Si kuumizwa kwa sababu mwanaume akimake decision like a person. Aseme mimi udem nimempenda the way she is, I can move on with that person, I can do this. Akisi kuumizwa. Hiyo ni kitu kwa roho yao. Wanasemanga tunasema dem, tunasemaje huyu anakuwa ameumiza dem. Oh yeah. Anakuwa ameumiza dem. Na that's why utoi una dem na chali. Umeshinako na dem kwa nini akagaje? Kwa hiyo dem ni nini? Kwa sababu nyinyi mlifuata kwa hivyo. Sasa mnafahamu mnaambia wanaume hivyo. Mnawaambia mbona mnauliza nyinyi mkiwa wanaume acheni kutuumiza jo. Manze tuko na kupenda tupenda yote then mnatuumiza why? Tafadhali tukiwapenda hebu mkubalini hiyo live yetu. Msifanye tusabe bure manze. And I have another thing to tell men. As ladies, hatuwezi fanana. Kuna wanawake wapole, kuna wanawake huongea sana, kuna wanawake wenye wa toxic, kuna wanawake wenye wako all that thing. Unaelewa? Kama ni mwanaume unaelewa everything. So hatuwezi fanana. We can never be the same. So as long as you have met with the person that you feel unaweza move on na that person, okay. Please try to learn that person, move on with that person. Usifikire story ya ex. Usifikire mambo ya story ya ex. Ukonayo mse by the way, hatuwezi move on with that person. Just move on by yourself. Na mwambie tu vizuri. Mbada vizuri mwambie babe nimeona ataweza bali. And it's okay usiumiza. But ile kumnyamazia unamuua. Because if there is that thing I hate, ni mwanao kuniambia give me space. Na kupa space aje na niambia aje. Kwani niambie nakupea space. Umbwa. Niambie aje give me space because of this and this and this. Umbwa wewe. Unaniambia nikupatie space and I know the reason why. Anaguile. Eti akule nyama. Oh sorry. Hata umbo yuko kula nyama kama imeoza, imefanya nini? Niambie. Iko na reason. Yuko na reason. Unaona niambie iko hivi na hivi na hivi na hivi. I will leave you go and I will go my way. Thank you. Unaona? Because tendo sana, si ndio? Tumecharazwa. Must let me tell you something. Must let me tell you something. Sisi tumecharazwa. But you have men mnatumiza. Mnatumiza for no reason. Sio kukosea. Umemkala kitu feel. Na sasa hata tuipata na wewe. We feel like before you cut. Mwasi ndahorero thimogero atiriri.
Na wale ndipo kila tena. Aki babe siko wapi? Niko kwa nyumba. Dromira. Wanda nyumba yako. Umeza vimbo hivi. Geumira. Was that person alinizimia simu to an extent kufika hapo. I was by myself and I was like, yo. Wala la la. Sasa so many kafika hapo. Mimi mwenyewe by myself. Giguracho hiyako wagenywa. Na yekate agenuka. So you guys, be true, be yourself, tell us what you want. Thank you. We respect your decisions. Hakuna siwezi uchungu kwa. And for us ladies, we don't force ourselves. Tuambie. Wacha nikwambie. Sasa uniambie like shana wacha tuachane hizi huma. Nilikwambia kitu moja hizi huma kuachana hii huma. Kitu neno umaga ni ati sasa umetoka hapa hivi umeenda unishiki simu. I text you don't respond kitu yote. Mbona unataka niumie? Yeah. Hebu imagine ukiona text ana cheki. Hebu imagine unani text sichukui call yako. Unani call sichukui na unani text si respond. What do you feel? So, we have a heart, manze. You men, we have a heart, manze. Unatuumiza. Hebu imagine we have a heart. Hebu imagine we have a heart, sweetie. Kuna heart, jo. Wacha nikutuumiza. Mnafaa tuseme for nothing. Yeah. You guys So, be true. You guys be true. Be yourself. Love each other according to yourself. Na mwache kushinaambia tu manjiambia mingi. Be yourself. Niambie Shan, to try the hard. It's okay. I know. Watakuniumiza. I feel bad. I have a heart. Wala shaneiga. Wacha. Usiwaambie bye. Unaweza waambia majina Jody. Okay, my name is Shan. Manzi wacha nikutuumiza. I feel bad, Joe. Imagine yangu ni nyama. Yangu ni nyama, manzi. Mnafaa tusikie vibaya, Joe. Mimi naitwa Shan Gafo. Shangafo, ukitaka kunitafuta TikTok naitwa Shangafo. Hapo Polisha Jack all baby T. That's the girl. Kabisa na wewe baby girl anakuita. Mimi naitwa Happy. Ni uko naongelesha. Kwani naongelesha mbaba? Waambie. Mimi naitwa Happiness. Kwa platform zote Happiness, Instagram Happiness, TikTok emoji. Iko na emojis za love. Because I love, I'm always happy. Happiness. Jaribu kutafuta happiness. We love. We do love, but we do at break. Manze, imagine mnatuumiza tu. I feel bad. Mama, you guys. Wacha nikutuumiza tu. Imagine tunapenda. By the men, we love you guys. By the you men, we love you. We love you. And that's what tunaongea kwa Nero. We love you, man. So guys, tunapenda. Mkitupenda hebu tupendane na heart moja, Joe. We love you. Tumekuwa tukiongelea mapenzi guys. Mapenzi tu. Yanaumiza tu. But we love you. So guys, tumekuwa tukibanja kuhusu mapenzi bana. Na mnaweza tuambia maoni yenu pale kuhusu mapenzi. Wewe mapenzi imekupeleka aje? Ama mpenzi wako anakupeleka aje? Uko kwa situationship, uko kwa relationship? Ni gani ama hujajijua? Wewe tuambie pale kwa comments. Kumbuka kusubscribe na kushare. Tunawapenda sana. We out bana. Subscribe.